Yapo basi unaungana nasi. Habari kuu ni kwamba mkurugenzi mkuu wa ujasusi nchini Kenya asema Kenya haina vifaa bora vya kulinda mipaka yake. Polisi nchini Uganda wameagizwa kutofunika au kuondoa majina yao kwenye sura zao kwa ajili ya utambulisho sahihi. Mvutano kati ya Israel na Marekani unazidi baada ya makubaliano kati ya Marekani na Hamas. Shirika ya haki za binadamu yaishtaki Uingereza kwa kuwezesha mauaji ya kimbari ya Israel kule Gaza. Na Marekani Uchina zasitisha vita vya kibiashara kwa siku 90, ushuru umepunguzwa. Ni taarifa ya habari Afrika leo mchana pote pale ulipo, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini wamekutana kwa mara ya kwanza toka washindwe kuelewana kufuatia mgogoro katika eneo la mashariki ya DRC. Viongozi hao wawili waliketi pamoja kwa majadiliano wakati wa kongamano maalum ya kiuchumi uliofanyika jijini Abidjan nchini Cote d'Ivoire. Mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu, wawili hao waliotofautiana vikali kuhusu namna ya kutatua mgogoro katika eneo la mashariki mwa DRC baada ya waasi wa M23 kudhibiti mji wa Goma. Wabunge na wafanyakazi wa tume ya huduma za bunge PSC walifungiwa nje ya ofisi zao katika kituo cha mikutano ya kimataifa cha Kenyatta KICC jiji kuu la Nairobi kwa madai ya kutolipa kodi kwa muda mrefu. Kulingana na KICC, bunge lina malimbikizo zaidi ya dola 393,593 sawia na hela za Kenya ambazo ni 50 sawia na hela za Kenya ambazo ni bilioni 50,770,421.57 na kulazimu uongozi wa jumba hilo kuchukua hatua hiyo kali hadi deni hilo litakapolipwa. Katika barua iliyotumwa kwa maseneta, ikulu ilikubali hali hiyo mbaya na kuhakikishia kuwa hatua zitachukuliwa kutatua suala hilo haraka. Kamati ya usalama ya bunge katika barua rasmi ya Ijumaa Mei 9 na iliyotumwa kwa afisa mkuu mtendaji wa KICC James Mwaura ilikuwa imeomba kuhurumiwa na kuomba kufunguliwa mara moja kwa majengo ili kuruhusu wabunge kurejea kazini, huku juhudi za kulipa deni iliyosalia zikiendelea. Hata hivyo, KICC imekataa ombi hilo na kusema mpaka deni hilo lilipwe ndipo watakaporuhusiwa kutumia ofisi hizo. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Cote d'Ivoire Tidjane Thiam, ambaye amezuiliwa kugombea urais katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu, amesema Jumatatu kuwa amejiuzulu kama kiongozi wa upinzani, lakini bado ataongoza kampeni ya kujaribu kushinda uchaguzi. Mahakama moja mjini Abidjan iliondoa jina lake kwenye daftari ya wapiga kura mwezi uliopita, ikisema mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 62 amepoteza uraia wake wa Cote d'Ivoire alipochukua uraia wa Ufaransa mwaka 1987. Katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Kenya KOTU, Francis Atwoli, amejipata matatani huku kukiwa na kampeni mitandaoni ya kumtaka ajiuzulu. Amekuwa katika nafasi hiyo tangu mwaka 2001. Wakenya wanamjua kwa maisha yake ya starehe, lakini pia kwa matamshi yake makali kisiasa. Baadhi ya raia wa nchi hiyo wanamtaka katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi KOTU, Francis Atwoli, ajiuzulu. Hii ilitokea baada ya Atwoli kuwakashifu wanaharakati kadhaa, vijana maarufu Gen Z. Lakini kwa nini kiongozi huyo wa wafanyikazi ajipate matatani? Atwoli amekuwa kiongozi wa muungano wa wafanyikazi tangu mwaka 2001, huku akitangazwa mshindi wa uchaguzi kila mara unapofanyika. Katika nyadhifa mbalimbali, kiongozi huyo wa wafanyikazi mwenye miaka 75 ametumikia chini ya marais wote wa Kenya tangu baba wa taifa la nchi hiyo Jomo Kenyatta
Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta na sasa Rais William Ruto. Hivi majuzi alisema labda serikali ya Ruto itakuwa ya mwisho halafu astaafu, lakini mwezi Aprili bodi ya KOTU ilimpitisha tena kama mgombea wa nafasi yake katika uchaguzi utakaofanyika mwaka 2026. Iwapo atashinda katika uchaguzi huo, basi Atwoli atashikilia nafasi hiyo kwa miaka 5 mingine. Hata hivyo, Atwoli uongozi wake umevuka mipaka ya Kenya. Yupo pia katika ramani ya kimataifa ambapo hivi sasa yeye ni rais wa muungano wa vyama vya wafanyikazi Afrika OATU na makamu wa rais wa shirikisho la vyama vya wafanyikazi vya duniani. Wakenya wanamjua Atwoli kwa maisha yake ya kifahari na kauli za vitendo vyake vya kujionyesha. Kwa mfano, mwaka 2019 aliibua gumzo mitandaoni alipotupa simu yake ya iPhone 11 Pro Max akiwa katika mahojiano katika studio. Simu hiyo ambayo wakati huo ilikuwa toleo mpya tu ilikuwa na thamani ya zaidi ya dola 1300 wakati huo. Lakini haikuishia hapo. Mwaka 2016 Atwoli alisema kuwa mavazi yake ya kila siku yana thamani ya takriban dola 10,000 ambazo zilikuwa ni sawa na shilingi milioni 1 ya Kenya kwa wakati huo. Aliendelea kudai kuwa pia saa ambayo anavaa ni miongoni mwa bei ghali zaidi duniani kama Frank Muller ambayo bei yake huanzia dola 2400. Pia anajigamba kumiliki majumba kadhaa ya kifahari nchini Kenya. Kauli za kiongozi huyo mkongwe wa wafanyikazi siku zote zimekuwa zikiibua gumzo katika siasa za Kenya. Soea hiyo sauti. Soea hiyo sauti. Kwa mfano, mwaka 2020 alipendekeza katiba ibadilishwe akiashiria kwamba ingewezesha rais wa Uhuru Kenyatta aongezewe majukumu baada ya kumaliza muhula wake mwaka 2022, akidai Kenyatta alikuwa bado na umri mdogo. Mwaka 2022 Atwoli alimfanyia kampeni ya wazi wa urais aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga, akitoa kauli za kejeli kwa wakazi wa Sugoi ambapo makamu wa rais wakati huo William Ruto alikuwa anatoka akisema wakate miti karibu na makazi ya Ruto kwa sababu angeweza kujiua baada ya kushinda kwa Raila Odinga. Kura itatangazwa na huyo mtoto atajinyonga, wakate miti. Baadaye Ruto akawa rais na Atwoli akaonekana kumeza kauli yake ya kejeli na kuanza kunyenyekea. Na Machi mwaka huu kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 75 alikuwa gumzo tena alipotangaza kupata mtoto na mke wake wa pili. Na huku akiendelea kupigwa vita mitandaoni, baadhi ya Wakenya hivi sasa wameanzisha kampeni hiyo ya kutaka ajiuzulu. Naye kwa kujitetea, Atwoli amewaambia Wakenya kwamba watamkumbuka sana iwapo ataamua kujitoa katika wadhifa huo. Ndio masuala ya siasa kwenye taifa la Kenya. Hapa na pale hivi katibu mkuu wa KOTU, ule muziki ndio umenishika sana. Umenishika anakula maisha na anasema eating life with big spoon. Eating life with the big spoon. Pale jamaa amekelea muziki ule ambao baba yangu mzee wa kazi mzima Benjamin Endesha Senior na zile santuri zake za kinanda. Asante sana. Hapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari na nachukua nafasi hii kusoma jumbe ambazo umeweza kuzinakili katika hatua hii, alafu baadaye nikuletee kipenga cha michezo, alafu tuwe na nafasi nzuri ya kuweza kutamatisha. Kwamba iwapo unaungana nasi, Rais Donald Trump wasili Saudi Arabia kwa ziara rasmi ya Mashariki ya Kati. Mikataba kuhusu silaha na amani ni kati ya ajenda kwenye mazungumzo, ambapo zaidi ya watu vilevile milioni 83 wakosa makazi rasmi ndani ya nchi zao duniani kote. Alafu vilevile rais wa Kenya William Ruto kusema watu wote waliotekwa nyara wakati wa maandamano ya kupinga serikali wamerudishwa makwao. Kunatoa maana ipi kuhusu uhuru wa haki za kuandamana pamoja na wahusika wakati ambapo wanatekwa nyara? Na pale hivi anasema nikiwa maeneo ya Kibondo pale hivi Kigoma Tanzania, na wapata vyema. Asante sana Radio 14 Africa. Huyu ni Bishanga pale hivi Mukombe, vile vile Balak pale hivi Kwiza anasema tuko pamoja sana kutokea maeneo ya Uganda. Radio 14 Africa. Hamad pale hivi Ahmad pale hivi mkuu pale hivi Tabora
kakutana pale hivi na majaribu mengi, kana kukutana na majaribu mengi, kukutana na mkurugenzi kuhusu nini sije kuelewa pale vizuri, lakini namna hiyo maoni yako yameweza kufika na nimeweza kuyapitia kwamba John Lieka pale hivi. John anasema kwa Rwanda pale hivi Kilombero Tanzania, sema ongereni Radio 14 Africa. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Acha chukue maoni mengine hapa hivi, sema kwamba huku Tanzania kila CAG pale hivi akikabidhi ripoti inapotelea bungeni bila kujadiliwa. Hapo ni kwamba wataalamu wa kodi ya Afrika wajadili jinsi ya kudhibiti upotevu wa mapato, ambapo vile vile Miraji pale Zakaria Mjwaga asema waitiga Singida pale upotevu wa mapato ya serikali zetu, hilo jambo haliwezi kuzuilika kwani mapato huishia mikononi mwa wakusanyaji. Anaitwa Kabazi Jane kutoka maeneo pale vya DRC, anazungumza vile vile katika hatua yake hapa hivi, anasema kwamba toka DRC Moba pale Vinunda mkoani Tanganyika, mapato ya serikali yetu ya Kongo huibiwa na wao wenyewe wanavyotumika kwenye serikali. Vile vile pale Wilson pale Nyagusuka pale anasema Waronyasero pale Kuria ka mashariki kule nchini Kenya, ni vyema sana kwa mkakati, ila walio uongozini hawatalitia hili maanani. Ndio maoni yake Wilson pale Nyagusuka pale kutokea maeneo ya Ronyasero Kuria mashariki Kenya. Vile vile naona hapa hivi maoni yake Jafari Kulanga pale Morogoro Tanzania, anasema mianya ya wizi na upotevu wa mapato katika mataifa ya Afrika utaishaje ili hali walijikita katika ufisadi huo ni baadhi ya viongozi wakubwa serikalini. Ndio maoni yake hayo. Vile vile naona pale Golgota pale Magabe pale Mokono pale mapato bado ni pasua kichwa kulingana na usimamizi. Maoni yake hayo Golgota pale Magabe pale Mokono pale Jafari pale Vikobo anasema Moshi Tanzania, mapato ni moja ya kiungo cha maendeleo katika miji. Benjamin Puka anasema kutoka njia panda pale Vimo Kilimanjaro Tanzania, hao wanafunzi walitoka kuchoma shule, kiukweli hawajui hali ilivyo mtaani. Ndio hali maoni yake hayo msikilizaji. Bali anaitwa Kalunga pale Kalunga mtoto mpole pale DRC tarafani pale Vimoba Kirungu, mtaa wa hewa bora pale Kaseke, kwani waende mbali sana, kwani pesa inaibwa na wanaokusanya, hakuna la kudanganya. Ndio hali ambayo inajitokeza pale msikilizaji. Maoni yako hayo unayarandima kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, ambapo nataka amani, nasema mapato sio maendeleo, maendeleo ni uzalishaji. Tumieni maziwa makuu mfanye umwagiliaji mwaka mzima. Mapato kitu kipi unategemea mapato kwa watu maskini wanaokula mlo mmoja? Ndio hali ambayo inajitokeza katika hatua hiyo ya maoni yake, anasema anataka amani. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia, na hii ni idhaa ya Kiswahili Radio 14 Africa. Unapata taarifa hizi mbashara kupitia enda pale Google, tafuta Radio 14 Africa. Unatupata pale mbashara. YouTube channel yetu ni Radio 14 Africa, tuko pale msikilizaji. Enda pale, fuatilia, subscribe, habari ziko pale za Afrika leo mchana, na vile vile kwenye TikTok Radio 14 Africa, tufuatilie, tufollow katika njia hiyo. Enda kwenye Facebook, tuko mbashara, na vile vile unatupata kwa njia ambayo inapendeza. Habari zetu unaweza kusoma vile vile kwenye tovuti ya kwetu Kantona.digital. Ukiingia pale basi unakuwa umewafika nyumbani. Katika kipenga cha michezo ni kwamba kamati ya waamuzi UEFA imemteua Estevan Palevi Kosaks wa Romania kuwa mwamuzi wa fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya kati ya PSG na Inter Milan itakayochezwa mjini Munich, Ujerumani
Jumamosi ya Mei 31. Mwamuzi huyo mwenye umri wa miaka 40 ambaye ni mwamuzi wa kimataifa tangu mwaka 2010 atakuwa akichezesha fainali yake ya 3 ya shindano la UEFA baada ya kuteuliwa kuwa mwamuzi wa fainali ya UEFA Europa League mwaka 2024 huko Dublin na Jamhuri ya Ireland kati ya Atalanta na Leverkusen, na fainali ya UEFA Conference League mwaka 2022 kati ya Roma na Feyenoord huko Tirana, Albania. Amechezesha mechi 7 za ligi ya mabingwa msimu huu, ikiwa ni pamoja na mechi ya mkondo wa 16 bora kati ya Liverpool na PSG. Timu ya maamuzi wa fainali ya UEFA Champions League mwaka huu ni kama ifuatavyo. Mwamuzi ni Ivan Pavlović Kovacs wa Romania, wasaidizi ni Mihail Pavlović Marika na Felix Pavlović Tunyongi pale wote kutokea Romania. Afisa wa 4 Joao Pedro Pavlović Silva Pirlo Pavlović kutokea Ureno, akiba Bruno Pavlović Miguel Alves Jesus Ureno, na vile vile VR kuna Dennis Joan Pavlović Haya Pavlović Uholanzi, VR msaidizi Catalin Sorin Pavlović Popa kutoka Romania, na msaidizi wa VR Paula Sven Boinkel Pavlović kutoka Uholanzi. Shirikisho la soka nchini Brazil CBF limedhibitisha kumteua kocha Muitaliano Carlo Ancelotti kuwa kocha mkuu mpya wa mabingwa hao mara 5 wa kombe la dunia la FIFA, na kuwa kocha wa kwanza wa kigeni kuinoa timu hiyo tangu mwaka 1995. Ancelotti miaka 65 ambaye anatarajiwa kuondoka Real Madrid baada ya kutamatika kwa msimu wa ligi kuu ya Uhispania, huku nafasi yake ikichukuliwa na Xavi Alonso klabuni hapo, alishuhudia Real Madrid ikipoteza mechi 4 mfululizo msimu dhidi ya Hansi Flick na vijana wake wa Barcelona kufuatia kipigo cha magoli 4 kwenye klasiko ya mwisho siku ya Jumapili. Mwitaliano huyo mwenye umri ambaye aliwahi kuvinoa vilabu vya AC Milan, Chelsea, Real Madrid na Paris Saint-Germain ataanza kazi yake hiyo mpya Mei 26 mwaka huu, siku moja baada ya Real Madrid kucheza mechi yao ya mwisho ya ligi msimu huu dhidi ya Real Sociedad. Katika taarifa yake, CBF imemsifu mshindi huyo mara 7 wa ligi ya mabingwa Ulaya, mara 5 kama kocha na mara 2 akiwa mchezaji. Imtaja Ancelotti kama gwiji wa soka ambaye ana rekodi ya ajabu katika soka la Ulaya, kuelezea matumaini ya zama mpya kwa Brazil yenye mafanikio chini ya uongozi wake. Na katika masuala ya uhamisho kwamba Manchester City inakusudia kumsajili kiungo Mholanzi Tijan Pavlović Rangers pale miaka 26 kutoka AC Milan, ambao watamuuza kama ofa ya zaidi ya pauli milioni 57 inayotolewa. Uongozi wa Manchester United vilevile hauna mpango wa haraka kumfukuza kocha wao Ruben Amorim. Winga wa Colombia Luis Diaz miaka 28 ameahidi kusalia Liverpool licha ya kuhusishwa awali na Barcelona. Real Madrid bado haijatoa ofa rasmi kwa Liverpool kumsajili beki wa kulia Trent Alexander-Arnold miaka 26, ingawa walimuulizia wiki iliyopita kwa ajili ya kombe la klabu mwezi ujao. Liverpool inaweza kumchukua Jeremy Frimpong miaka 24 wa Bayern Leverkusen na Mholanzi ambaye ana kipengee cha kuuzwa kwa pauni milioni 29.4 sawia au 33.6. Beki wa Newcastle Sleven Botman miaka 25 anataka kubaki kwenye klabu hiyo licha ya kuvutiwa na Paris Saint-Germain. Napoli wamefanya mazungumzo kwa upande mwingine na Kevin De Bruyne KDB kuhusu uwezekano wa kumsajili bure msimu wa joto atakaomaliza mkataba wake na Manchester City. Atletico Madrid wanapanga kufanya mazungumzo na Manchester United kuhusu msajili wa winga wa Brazil Anthony miaka 25 ambaye kwa sasa yupo kwa mkopo Real Betis, huku Juventus na Villarreal pia wakimhitaji. Real Madrid wanavutiwa na mpango wa kumrejesha beki wa kushoto wa Ufaransa Theo Hernandez miaka 27 kutoka AC Milan miaka 6 baada ya kuondoka klabuni hapo. Habari zinafichua kwa undani.
Haya basi, tumemla ng'ombe mzima, tumemla hata mkia. Salia tu nikupatie kiziba mkongo, alafu baadaye niweze kuondoka. Mojawapo ya tabia zitakazo kuchelewesha kufikia ndoto yako unayotamani sana ni kukipenda sana kitanda chako, kushindwa kuachilia mapema asubuhi. Urafiki mkubwa na kitanda chako utakuletea majuto kesho. Kulala ni kuzuri, hata mimi nalala, ila lala kwa nidhamu. Mojawapo ya tabia zitakazo kuchelewesha kufikia ndoto zako unayotamani sana ni kukipenda sana kitanda chako. Wewe na mablanketi na maduve amuachani, kushindwa kukiachilia mapema na asubuhi ya alfajiri. Urafiki mkubwa na kitanda chako utakuletea majuto kesho. Kulala ni kuzuri, hata mimi nalala, ila lala kwa nidhamu. Kuanzia hivi sasa kuelekea mida ya saa 10 ni nini hii bezi yetu, ambapo anakuja hapa kupatia midundo na miondoko ya vijana. Alafu baadaye mida ile ya saa 10, saa 12 ni Good Evening Africa. Tutapatana mida hiyo hiyo ya saa 10 na ngapi? Saa 12 kwenye sehemu ambayo natumai umeweza kusubiria ya Afrika leo jioni. Kutoka kwangu naitwa Kantona Joseph. Endelea kutufuatilia na kutusikiliza. Asante.